Siku ya tarehe 5 ya mwezi wa 4 mwaka 2026, Dar es Salaam Derby kwa maana ya Mzizima Derby, Simba Sports Club wakishuka dimbani wakikaribishwa na Azam FC katika mchezo ambao utachezwa katika uwanja wa Azam Complex hapo jijini Dar es Salaam, ambapo mchezo huo utachezwa katika majira ya saa moja jioni. Moja kati ya vitu vikubwa ambavyo vinazidi kuzungumziwa na joto la dabi hii linazidi kupanda sana, kwa sababu ukija kuangalia Simba Sports Club anakwenda kwenye mchezo huo akiwa na kumbukumbu nzuri ya kupata ushindi katika mchezo ambao ametoka kucheza dhidi ya Coastal Union akishinda ushindi wa mabao 2-0 akichukua pointi zote 3 na kuondoka nazo. Lakini pia Azam FC wao wanakwenda katika mchezo huo nao wakiwa na kumbukumbu nzuri ya kupata ushindi katika mchezo wao wa ligi kuu NBC Premier League ambao wao walicheza na Singida Black Star na kuinyuka mabao 2-1. Kwa hiyo wote wanakwenda katika mechi hiyo wakiwa na kumbukumbu nzuri za kupata matokeo katika michezo yao iliyopita. Tumeona kwamba Simba Sports Club kwa misimu kadhaa ya hivi karibuni amekuwa akistruggle sana kupata matokeo katika mechi zake na Azam. Ukija kuangalia hata katika mchezo wa raundi ya kwanza, mchezo uliopita, Azam FC aliweza kupata matokeo mbele ya mnyama Simba akimnyuka mabao 2-0. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba Simba Sports Club amekuwa akipata tabu sana kupata matokeo katika mechi zake na Azam. Kwa hiyo hapa ni mechi ambayo Simba Sports Club anahitaji kupata point ili aweze kuendelea kuwa katika sehemu nzuri za kupambania ubingwa na kujipambania kuwa nafasi ya kwanza katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Lakini pia Azam Sports mwenyewe anahakikisha kwamba anarinda heshima yake, lakini pia na yeye anahakikisha anaigombania nafasi hiyo ya pili, kwa sababu sasa hivi wanapishana pointi kama wanapishana pointi 2 katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kuna vita kubwa ya namba ya pili. Simba Sports Club anahitaji kupanda katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, lakini Azam FC wao wanahitaji kubakia katika nafasi ya pili, ikiwezekana na wao waichangamkie nafasi ya kwanza katika hatua za kusaka ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Je, Azam FC atakubali unyonge kwa mara nyingine ili aweze kupoteza pointi 3 zote mbele ya mnyama Simba, ama mnyama Simba ataweza naye kukubali unyonge kwa mara nyingine apigwe nje ndani katika msimu huu wa 2025-26? Hayo yote yatakwenda kuonekana na atakwenda kujidhihirisha siku ya Jumapili, siku ya tarehe 5, ambapo mchezo huo utachezwa katika uwanja wa KMC Complex, uwanja wa Azam Complex, ambapo mchezo huo mwanzo ulikuwa umetajwa kuchezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Na ukija kuangalia katika fixed match za ambazo zimetolewa na TFF, unaweza kuona kwamba mahala pa uwanja wa mchezo huo ni uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini kwa taarifa tulizonazo na za uhakika kabisa kutoka Azam, mchezo huo utakwenda kuchezwa katika uwanja wa Azam Complex hapo jijini Dar es Salaam, ambapo ni maskani ya klabu hiyo ya Azam. Azam wao wanahitaji ushindi ama wanahitaji through ili kuendelea kutochafua head to head. Simba Sports Club wanahitaji pointi 3 muhimu sana katika mchezo huu ili waweze kuendelea kujiweka katika sehemu nzuri. Endapo kama Simba Sports Club atashinda mchezo huu, atakuwa amebakiza atakuwa amebakiza pointi 1 ili kumfikia Young Africans. Lakini pia Young Africans yeye siku ya kesho tarehe 3 atacheza dhidi ya Tanzania Prisons. Kwa hiyo kama atashinda mechi hiyo, basi gap la pointi litaendelea kuwepo, lakini kikubwa ambacho Simba Sports Club wanakihitaji ni kuhakikisha kwamba wanapata matokeo katika mchezo huu ambayo ni ya lazima kabisa. Matokeo hayo yapatikane ili kuendelea kujiweka katika sehemu nzuri ya kupigania ubingwa wa msimu huu wa 2025-2026 ligi kuu Tanzania bara, na ndoto ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba katika msimu huu ili waweze kutoa ubingwa huo ambao Young Africans ndo bingwa mtetezi wa taji hilo.
kumekuwepo kwa ugumu kwa siku za hivi karibuni Simba kutamba mbele ya Azam, na hata kama Azam angekuwa ana kiwango cha chini kiasi gani, lakini anapokutana na Simba, mechi hiyo inakuwa ni mechi ngumu na inakuwa ni mechi ambayo Simba Sports Club ana struggle sana kupata matokeo katika mechi hiyo, kwa sababu Azam hawahitaji unyonge kabisa, na moja kati ya kampeni yao ambayo wanayo wanasaka ni nani atakayelia baada ya kuifunga Simba katika mchezo huo, wakikumbushia zile zama za Prince Mpumelelo Dube mara baada ya kuifunga Simba katika msimu wa 2022-2023, msimu wa 2021-2022. Prince Mpumelelo Dube alivyoifunga Simba alitoa machozi. Kwa hiyo ni kampeni ambayo inaendelea katika klabu ya Azam FC. Nani atatoa machozi baada ya kumtungua Simba Sports Club katika mchezo huo? Yes, katika mchezo huu Simba ataingia kama underdog, tuseme kwamba kwa sababu katika michezo ambazo wamekutana na Azam za hivi karibuni, katika michezo mitatu Simba ameshindwa kupata matokeo mbele ya Azam, na ukija kuangalia safu ya ulinzi kwa upande wa Azam imeruhusu mabao 4 tu katika mechi 16 ambazo wameshinda. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba wametengeneza clean sheet 12 na wameruhusu mabao 4 katika mechi ya Pamba Jiji, mechi ya Singida, mechi ya Namungo na mechi ya TRA. Kwa hiyo katika mechi hii Simba lazima aingie kwa unyonge, kwa sababu akiangalia matokeo ambayo yamekwisha kupita katika msimu ulioisha, Simba ameingia kama giant na akaenda kuchezea kichapo cha mabao 2. Na ukija kuangalia kwa upande wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi, Simba sio sasa kwamba ni timu ambayo unaweza ukaitegemea kwamba katika kila mechi ambayo inakwenda kucheza watapata matokeo. Bado haijajipata kiasi hiko, bado Simba inatengeneza timu na kujijenga ili kwamba wawe imara zaidi, lakini kwa sasa hivi huwezi ukawa guarantee kwamba katika kila mechi ambayo wanakwenda waweze kupata matokeo. Bado hawajafikia level hii ya kuwa giant kiasi hiko, bado wanajijenga. Na ukija kuangalia katika safu ya ushambuliaji kwa upande wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi, Simba bado haina ule ukatili wa kutisha sana kwa kuipa guarantee kwamba inaweza ikapata matokeo kwa upande wa Azam, ukilinganisha na safu ya ulinzi wa Azam ambavyo ilivyo, kwa sababu ni timu moja ni timu ambazo zimeruhusu mabao machache zaidi katika ligi kuu ya Tanzania bara. Unaweza ikawa ni timu ya pili ukimtoa Young Africans. Azam inaweza ikawa ni timu ya pili kuruhusu mabao mengi zaidi, lakini pia safu ya ushambuliaji ya Simba ukiangalia sio katili kiasi hiko kwamba inaweza ikawa na madhara makubwa katika safu ya ulinzi ya Azam. Hapo ni mbinu za walimu wenyewe sasa, Steve Beck pamoja na Florence Benge, ambao pia wana wakati sasa wa kuzichanga vyema karata zao kuhakikisha kwamba wanakwenda kupata matokeo na wanaingia na mbinu gani katika mchezo huu. Ukiangalia kwa upande wa Florence Benge ni kocha ambaye ni mtaalamu sana katika mechi hizi kubwa na ana uwezo pia wa kuzihendo hizi mechi. Kwa hiyo ndio maana wanaweza kaona kwamba katika mechi kubwa zote ambazo Azam amecheza katika msimu katika wakati ambapo Florence Benge akiwa ni head coach katika klabu hiyo ya Azam, umeona kwamba hajapata madhara makubwa. Akifungwa ni goli moja ama asifungwe kabisa ni suluhu, kama jinsi ambavyo alivyofanya kwa upande wa Young Africans, lakini pia aliweza kupata matokeo katika mechi ya Singida. Kwa hiyo anakwenda katika mechi ya Simba ya kwanza alipata matokeo. Kwa hiyo anakwenda katika mechi hii akiwa kwamba yeye ndio yupo kifua mbele, na Simba anaingia katika mechi hii akiwa kama underdog kabisa.